والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. إشارة إلى إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية. Herufi hizi zinaashiria muujiza wa Qur'ani, kwamba ni kitabu cha muujiza, na kwamba hichi kitabu kimeandikwa kwa alfabeti hii ya lugha ya Kiarabu yenye alifu, be, te, the mpaka wasalamu. Waqad taqaddama fi awwal al-Baqara, maelezo ya herufi hizi yametangulia kwenye suratul Baqara ambayo nayo imeanza hivi hivi. Allah subhanahu wa ta'ala kasema kaleta kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu, na kwa sababu mtume aliyemteremshia ni mtume Mwarabu. Kaeleza katika Qur'ani sura ya 14 sura ya 4, mitume wote aliyowatuma kawapa vitabu vyao vyenye muongozo wake kwa lugha za watu wa hao mitume. Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, sijatumapo mtume yoyote kwa watu ila nikimpa muongozo wangu humpa kitabu cha muongozo wangu kwa lugha ya watu wake. Yani huyo mtume pale kwao walipozaliwa, lugha wanayoongea yeye na watu wake ndo lugha inayoteremshiwa kitabu cha Allah. Mitume wote, fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Mtume aliyekuja katika kaumu, kazaliwa kwenye mji wao, anasema lugha yao, akaongea kitu ambacho hao watu wanakifahamu. Makusudio aliyosema Allah ni kwamba liyubayyina lahum, na mtume kwao kwa lugha ya watu wake, ili kile ninachomtuma awafahamishe vizuri, awabainishie, ujumbe ufahamike. Kwa hiyo hawa mitume wa Banu Israil wamepewa vitabu vyao kwa lugha ya Kiyahudi ya Kiisraeli, na kwa sababu Wayahudi ni wengi na wana kabila nyingi, wana lahaja zao kwenye kabila zao. Kila mtume anayepewa kitabu hupewa kwa mujibu wa lahaja yake. Kwa hiyo lugha iliyokuja na kitabu cha Taurati ni tofauti na lugha iliyokuja na kitabu cha Zaburi, na ni tofauti na lugha iliyokuja kwenye kitabu cha Injili. Na huyu kwa sababu aliyepewa kitabu hichi ni Mwarabu, akapewa kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu. Liyubayyina lahum, ili wale watu anaoishi nao kwenye mji aliyozaliwa wawe ndo walimu wa kwanza wa ufahamu ujumbe aliyokuja nao huyu mjumbe, wao ndo wawe tena wanausambaza kwa mujibu wa ulivyofahamika. Nadhani imefahamika hiyo. Kwa hiyo anawaambia Allah watu haswa Waarabu ambao hichi kitabu kimeshuka kwa lugha yao. Tumepita aya katika suratu Al-Baqara inasema, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ikiwa nyinyi mna mashaka na huu ujumbe tuliomteremshia huyu mtumishi wetu ambao tumeuleta kwa lugha yake na lugha yenu, nyinyi mnadai maneno haya katunga mwenyewe, ni ubunifu wake. Sasa kama huyu mwenzenu katunga mwenyewe na nyinyi mna uwezo wa kuleta kitabu kama hivi, basi
fa'atu bisuratin min mithlihi, leteni angalau sura moja tu ifanane na Qur'ani, ifanane na kitabu nilichompa mtume wangu. In kuntum sadiqin, kama madai yenu ya kuwa maneno haya kazua mwenyewe ni kweli, na nyinyi uwezo wa kuzua mnao, kwa sababu huyu hakusoma, nyinyi wasomi mnao, iteni wasomi wenu, mjumuike, wa kijini na wa kibinadamu, mlete kitabu kama hiki, kwa sababu lugha iliyokuja mnaielewa, ndio lugha yenu. Herufi zilizotumika ndo hizo hizo za alfabeti ya lugha yenu. Kama yeye kaweza kutunga kitabu kama hiki, na nyinyi mtakuwa mna uwezo zaidi, tungeni basi mlete. Ndo hikma ya kuletwa hizi herufi. Wanaambiwa harufu zilizotengeneza maneno zikajenga sura, aya na sura za kitabu hiki ni herufi zile zile mnazotumia kwenye lugha yenu: alifu, lam, mim, re, he, ye na hizo. Kwa hiyo zikitumika ni challenge kwa wale walioambiwa basi kama yeye kabuni kitabu kizuri kama hichi, mtu ambaye hajui kusoma na kuandika. Nyinyi mnaojua kusoma na kuandika mtakuwa mna uwezo wa kufanya kitu bora zaidi kuliko hiki. Kwa hiyo herufi hizi isharatun ila ijazi alqur'ani, zinaashiria uwezo wa Qur'ani, kwamba ni kitabu chenye uwezo wa ajabu. Wa annahu manzumun min amthali hadhihi alhurufi, zinaashiria kitabu chenyewe kimejengeka maneno yake na aya zake na sura zake kwa herufi hizi hizi alhijaiya, za hijai ya Kiarabu. Waqad taqaddama fi awwal al-Baqara, maelezo kwa urefu yametangulia kwenye mwanzo wa suratul Baqara. Zikitumika herufi hizo huwa zina maana hiyo. Allahu la ilaha illa huwa, Allah ndiye ambaye hapa ulimwenguni hakuna mwingine anayepasa aabudiwe na viumbe ila yeye peke yake. Hakuna mola mwingine wa kuabudiwa ila ibada huabudiwa yeye. La ilaha illa Allah, yani la rabba siwahu, hapana mola katika ulimwengu huu asiyekuwa Allah. Wala maabuda bihaqin ghairu, na hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki zaidi yake. Mtu anayekwenda kufanya kitu kinachoitwa ibada akakinasibisha mahala sio kwa Allah, anakosea, ndo anaitwa mushriki. Kachukua heshima ya Allah akaiweka mahala pasipofaa kuwekwa heshima hiyo. Hakuna ulimwenguni anayestahiki kuabudiwa kwa haki na viumbe ila Allah. Al-Hayyul Qayyum, Allah ndiye aliye hai na ndiye msimamizi wa ulimwengu na vilivyomo ndani yake. Kaumba na yeye ndiye anayesimamia kazi yake aliyoiumba, na vitu vinakwenda kwa nidhamu kama mnavyoiona. Hakuna makosa kwenye alichoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyul Qayyum, yani al-Baqi daim, yeye milele yupo, hata athiriwa na kifo. Alladhi la yamutu, yeye ndiye ambaye hafi. Vitu vyote vitakufa. Kullu shay'in halikun illa wajhahu, kila kitu ulimwenguni kitateketea, kitapotea, kina umri wake na utaisha, isipokuwa atabakia Allah na dhati yake. Yeye hafi, yupo milele. Alqaimu ala tadbiri shuuni ibadihi, Allah ndiye aliye na jukumu la kusimamia mambo ya alivyoviumba. Mkiona jua linatoka mashariki kwenda magharibi siku zote, halikosei mahesabu, siku nyingine likachelewa, siku nyingine likawahi. Nidhamu hiyo ina msimamizi wake. Mkiona mbegu zikitupwa kwenye udongo, zikipata maji, udongo ukirutubika unaotesha, kazi hiyo ya uumbaji anasimamia yeye mwenyewe Allah.
Mkiona viumbe wanazaliana, wengine wanakufa, wengine wanazaliwa, nidhamu hiyo ya mfumo mzima wa maisha, msimamizi wake ndo yeye. Yeye ndo Al-Qayyumu, Al-Qaimu ala tadbiri shuuni ibadihi, ndiye aliyesimamia suala la mpango kazi mzima wa mambo ya viumbe wake. Al-Qayyum. Nazzala alayka alkitaba bilhaqi, amekuteremshia ewe mtume, Mola wako huyo. Nazzala alayka, amekuteremshia, kateremsha juu yako. Alkitaba bilhaqi, kateremsha kitabu kwa haki, yani kakuletea kitabu cha mwongozo, kakuteua wewe uwe ni kiongozi, uwaongoze wenzio kwa mwongozo wake. Na hichi kitabu sio cha upuuzi, kwamba sadiki ukipenda kifuate, hukupenda haina tatizo. Hichi kimekuja kwa malengo maalum ya haki. Kinyume cha haki ni batil. Chochote utakachokitumia kama mwongozo wako kinyume na Qur'ani, hicho kinakuwa ni batil. Ili ufanye sawa mambo yako yakubalike na Mola aliyekuumba, ufuate mwongozo wake. Kwa hiyo hukushika haki, chengine chochote utachoshika ni batil, hakina tija, hakitokusaidia. Nazzala alayka ya Muhammadun alqur'ana, amekuteremshia ewe Muhammad Mola wako hii Qur'ani. Bilhujaji walbarahini alqati'a, kitabu chenyewe kinajieleza kwa hoja na dalili zinazokinaisha na kutosheleza. Yani kama ni mtu mwenye kufahamu hoja, basi yanayoongelewa humo yote yana hoja. Kama kuna vitu vinahitaji wewe upate dalili, humu mna dalili za kutosha kumkinaisha mtu kwenye lile analoambiwa lililokusudiwa. Ni kitabu kimekamilika kabisa, kama tulivyosoma katika sura iliyopita, la raiba fihi, hamna shaka hata moja ndani yake, kimenyoka. Kitabu hiki ulichoteremshiwa, musaddiqan lima baina yadayhi, ni kitabu ambacho kinakubaliana na vitabu vilivyokuja kabla yake. Kitabu hiki yaliyomo ndani yake yanayasadikisha maneno yaliyo ndani ya vitabu vilivyokuja kabla yake. Musaddiqan lima baina yadayhi, yani musaddiqan lima baina yadayhi min alkutubi almunazzalati qablahu, yaliyomo ndani ya Qur'ani yanasadikisha maneno yaliyomo kwenye vitabu vilivyoteremshwa kabla yake. Almutabiqati lima jaa bihi alqur'anu, vitabu vilivyopita maelezo yaliyomo humo typically yanakubaliana na yaliyomo ndani ya Qur'ani. Qur'ani haijaja na kitu kipya kupinga yaliyopita kabla yake. Qur'ani kila inalolisimlia inathibitisha yaliyokuja kabla yake. Ndio maana kwenye sura ya 5 Allah akawaambia watu wa kitabu, Mayahudi na Manasara, ya ahla alkitabi qad jaakum rasuluna bilhaqi qad jaakum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir laqad jaakum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam ila akhiril aya. Enyi watu wa kitabu, acheni ubishi, ameshakujieni mjumbe wetu huyu wa sasa, anamaanishwa Muhammad. Kaja mjumbe wetu anakubainishieni mengi ambayo mlikuwa mnayaficha kwenye vitabu vyenu, mpaka imeletwa Qur'ani, katumwa na mtume mwingine kwamba vitabu vilivyopita walishaviharibu.
Mafunzo ya mitume waliotangulia watu walishayaacha, wana mengine ndio wanayoongozeana nayo. Wakaambiwa tumekuja na mtume mwingine huyu, na tumempa kitabu kinachosadikisha mulio nayo nyinyi, na anayafichua mengi mlokuwa mnayaficha, mengine tena anapotezea tu. Wayafu an kathir, mengi anayachukulia tu. Lakini kila mlipoharibu, ambapo wameharibu wazee wao, huyo anakuja kufichua na kuweka sawa, hapo sio hivyo, ni hivi. Na kila anapofichua kuna hoja za kutosha na dalili za kukinaisha. Mwenye akili anafahamu huu ndo ukweli na huu ndio uongo. Ndio maana ikaitwa Furqan, yati bilfarqi baina hadha wa hadha. Kama utakuwa una mashaka, basi hichi kinakutoa yale mashaka, kama kilivyoambiwa la raiba fihi, kweli la raiba fihi, kinakupambanulia hapa lililokuwa ndilo ni hili kwa hoja na dalili, hili ni silo halifai kwa hoja na dalili pia. Kwa hiyo majina mengi yametumika, kama jana mlivyokuwa na maswali hapo, Furqani, Hidaya, Huda na mengineyo mengi, yote yanaashiria kitu kimoja. Kwa hiyo nimemtuma mtume mwingine huyu, na nimempa kitabu cha mwongozo. Kitabu nilichompa hakipingani na vitabu vilivyopita, vyote vinaashiria la ilaha illa Allah, na watu wa umma zote walikuwa wanayasema maneno hayo. Wa Musa walisema la ilaha illa Allah, Musa rasulullah. Wa Isa waliomkubali walilazimika waseme la ilaha illa Allah, Isa rasulullah. Na huyu naye wanaomfuata wanatakiwa waseme la ilaha illa Allah, Muhammadur rasulullah. Mitume wote wametumwa na Bwana mmoja, na vitabu vyao vyote vinatoka Lauhil Mahfudhi. Chimbuko lake ni moja, hakuna kinachopingana hapo. Nyinyi ni viumbe, mjitambue, mumfahamu muumba wenu, muishi duniani kwa kuamiliana naye, mufuate aliyoyataka, aliyoyaagiza. Kwa hiyo kaja na kitabu musaddiqan lima baina yadayhi, kinachosadikisha maagizo yaliyomo kwenye vitabu vilivyokuja kabla yake. Min alkutubi almunazzalati min qablihi, katika vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni kabla yake Qur'ani. Almutabiqati lima jaa bihi alquran, maelezo ya vitabu vilivyopita yanakubaliana moja kwa moja na maelezo ya kitabu hiki cha Qur'ani, havipingani na wala mitume hawapingani. Mtume huyu anawatambua na kuwakubali waliomtangulia, na anavitambua na kuvikubali vitabu vilivyokuja kabla yake pia. Wa anzala taurata wal injil, kutaja lima baina yadaihi generally kazungumza kwa ujumla, halafu specifically Allah akavitaja kwa majina, mfano at-taurata wal injil. Kateremsha Allah kwa mitume waliotangulia vitabu kama Taurati na Injil min qablu, kabla ya hii Qur'ani alishatuma mitume wengine na amewapa vitabu. Wa anzala Taurata wal Injila min qablu hudan linnasi, na ameteremsha Taurati na Injil kwa watu kabla ya Qur'ani. Vitabu hivyo navyo pia lengo lake ni muongozo kwa watu, waongozwe kunakotakiwa ni huku na huku hakutakiwi, lililo sawa ni hili, hili halikubaliwi. Ndo muongozo, huda au hidaya. Anzala alkitabaini alazimaini, ameteremsha Allah vitabu viwili vitukufu kabla ya Qur'ani, at-Taura wal Injil, Tauratu na Injil. Min qabli inzali hadha alqur'ani, kabla hajateremsha hii Qur'ani alishatuma Taurati na Injil. Hidayatan li bani Israil,
Vitabu hivyo mitume wake walitumwa kwa Banu Israil, kwa hiyo vilikuwa ni mwongozo kwa Bani Israil. Taurati ni kwa Banu Israil, Injil kwa Bani Israil. Musa akawaambia watu wake, ya Bani Israila lima tuudhunani waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, enyi wana wa Israeli, mbona mnaniudhi? Hamuishi visa, hali ya kuwa mnajua mimi ni mjumbe tu wa Allah, nimetumwa kwenu. Kwa nini nimetumwa kwenu alafu mnanisumbua? Kwa hiyo katumwa kwa Banu Israeli. Na Nabii Isa naye kanukuliwa kasema, ya Bani Israila inni rasulullahi ilaikum, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume au mjumbe wa Allah, nimetumwa kwenu. Musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati, nimekuja kusadikisha kilichonitangulia kabla yangu, kitabu cha Taurati. Wa mubashiran birasulin yati min ba'di, na ninakubashirieni nikiondoka mimi huku siku za mbele atatumwa mtume mwingine baada yangu mimi nikiondoka kuna mtume mwingine atatumwa. Ismuhu Ahmad, jina lake anaitwa Ahmad, ambaye ndo Muhammad. Kwa hiyo kulikuja vitabu, malengo na makusudio ya vitabu hivyo ni mwongozo kwa watu. Wakapewa mitume, ni watu miongoni mwa hao waliotumiwa mitume na wakaletewa vitabu, wawe ndio viongozi wa kuwaongoza wenzao katika haki. Vitabu vimekuja kwa haki, sio kwa batil. Anzala alkitabaini alazimaini at-taurata wal-injila, Allah ameteremsha vitabu viwili vitukufu, Taurati na Injil, min qabli inzali hadha alqurani, kabla hajateremsha hii Qurani, nyuma kaleta vitabu vingine. Hidayatan libani Israil, vitabu vilivyokuja kabla ya Qurani vilikusudiwa viwe ni mwongozo kwa wana wa Israil. Wa anzala alfurqan, na hatimaye sasa Allah ameteremsha Qurani. Wa anzala alfurqan, na sasa ameteremsha kitu cha kuwapa watu uwezo wa kubagua, kuchagua, kutenganisha, kutofautisha kati ya kweli na uongo, haki na batil. Kama watu wamechanganyikiwa, sema sasa inakuwaje? Wakagawana wakasema, sisi ndo tuko sawa kwa sababu mtume wetu kaja mwisho. Wakristo wanawaambia Mayahudi wamekosea, waqalatil yahudu laisatin nasara ala shay, waqalatin nasara laisatil yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab. Tumesoma hizo aya kwenye sura iliyokwisha, kama mna revise mtakwenda kukuta. Mayahudi wanawakosoa Wakristo kwamba hawana dini, hawatofanikiwa kwa Mungu, na wanahoja na dalili zao. Na Wakristo nao wanawakosoa Mayahudi kwamba hawana dini, wamepotoka, na wao wanahoja na wana dalili zao. Cha msingi Allah anasema hawa watu kila mmoja anamkufurisha mwenziwe, hali ya kuwa wanavyo vitabu vya mwongozo. Vitabu vyao havipingani, Taurati na Injili vinakubaliana. Kaletwa Isa kapewa hiyo Injili, kasema mimi ninaisadikisha Taurati, sipingi hata moja. Kwa mitume wote ni kama ndugu, kama familia moja. Hakuna aliyekuja hapa akampinga mwenziwe, akakosoa kazi ya mwenziwe, kama ambavyo sura hii huku mbele tutaona, umri ukiwepo insha Allah. Mitume wote hakuna aliyekuja kumkandia mwenziwe hapa kasema kafanya kazi gani huyu hafai, mzembe. Wote kila mmoja anamheshimu mwenzake, wametumwa ujumbe mmoja, vitabu vyao chimbuko lake ni moja na lengo ni moja la kutumwa kwao. Kwa hiyo ameteremsha yule yule aliyeshusha Taurati na Injil, sasa kateremsha kitabu kingine hiki Furqan, ambayo ndo Qur'ani. Jinsi alkutubi samawiya, kitabu kilicholetwa sasa ni jinsi mfumo ule ule wa vitabu vingine vilivyotangulia vilivyoteremshwa kutoka mbinguni. Liannaha tufarriqu baina alhaqi walbatili,
Mmeona sababu ikaitwa Furqan, na kwa nini Taurati nayo ikaitwa Furqan, na kwa maana hiyo na Injili pia ni Furqan. Liannaha, kwa sababu kitabu hiki tufarriqu, imekuja kuweka tofauti, farqa. Kama mtu kachanganyikiwa, hajui kuchagua kipi ndicho kipi sicho, hichi kitabu kinamwezesha kutenganisha baina alhaqi walbatili, baina ya haki na batil, kweli na uongo, sawa na sio sawa. Ndo farq. Furqan liannaha tufarriqu baina alhaqi walbatil. Imeitwa Furqan kwa sababu kinamwezesha mwenye kukisoma na akakifahamu kujua kupanga na kuchagua, hili ndilo na hili silo, hili ni thawabu na hili ni dhambi, hili kweli la Mungu na hili ni ubunifu wa binadamu. Soma tu mwenyewe, kitabu kitakuelekeza, kwa sababu kinaongea kwa hoja na dalili. Walhuda wadhalali, pia kinatenganisha au kinatofautisha kitabu chenyewe, uongofu ni upi na upotofu ni upi. Wewe ukikisoma kwa makini mwenyewe utafahamu, ibakie hamnazo tu, lakini kitabu kimenyooka maelezo yake. Waqila, na panasemwa vile vile, almuradu bilfurqani, makusudio ya hili neno Furqan, alquranu, ni hichi kitabu cha Qurani. Lakini tumenukuu aya ndani ya Qurani zinazosema kwamba hata Taurati nayo iliitwa Furqani. Kwa mfano kwenye suratul Anbiyai Allah amesema, walaqad ataina Musa wa Haruna alfurqana wa dhiyaa wa dhikra lilmuttaqin. Dhikra pia imeitwa Taurati, na Qurani pia inaitwa dhikra. Walaqad ataina Musa, kwa hakika tumempa Musa, wa Haruna, na ndugu yake Harun, alfurqana wa dhiyaa wa dhikra lilmuttaqin. Tumewapa Furqan, ndo hicho kitabu walaqad ataina Musa alfurqana wa dhiyaa, tumempa Musa Furqan, tukampa na dhiyaa. Dhiyaa ni nuru, dau, mwangaza. Kitabu ukikitia chumbani usiku wa kiza hakitoi mwangaza ukaona, kinaitwa nuru kwa sababu yale maarifa anayoyapata mwenye kukisoma ndio yanayomwangazia kwenye kiza cha upotevu, ujahili. Anapata nuru ya ilmu, anafahamu kweli ni hii, hapa nilikuwa nimetiwa changala macho, haki iko huku, hii ni batili obviously, anajua. Kwa hiyo kaitwa nuru. Wa dhikra lilmuttaqin, na ni mawaidha tosha kwa mtu mwenye uchamungu, mwenye moyo wa kuogopa matokeo mabaya anakokwenda, ndo mcha Mungu. Kitabu kimeitwa majina yote hayo: Furqan, Dhiya, Dhikra, Huda, Hidaya. Hidayatan linnasi, ni mwongozo kwa watu. Wa kurira ta'dhiman li sha'nihi, limekaririwa neno kuonyesha ukubwa, utukufu wa hadhi yake. Tumempa kitabu na Furqani, sio kwamba ni vitu tofauti, ni ta'dhiman li sha'nihi, kuonyesha hichi kitu ni kitu bora, kitu kitukufu, kitu adhim kabisa. Innal ladhina kafaru, kama kimekuja kitabu lengo ni kuwasaidia watu, kuwaongoza au kuwaangazia, kuna watakao kithamini na kuna wasio kithamini, kuna watakao kiamini na kuna watakao kikufuru, kuna watakaofuata maagizo yake, wengine watayapotezea, wayaache kama hawajaona jambo. Sasa Allah anasema kitabu kimekuja lengo lake kiwanufaishe watu, kiwaangazie watu, kiwatoe kizani, kiwapeleke kwenye nuru. Innal ladhina kafaru biayati llahi, hakika ya watu wote wanaoishi leo hapa duniani wanaozikufuru aya za Allah.
aya inaelekeza jambo, yeye akasema hilo mimi sina habari nalo, akafanya tofauti, kakufuru. Hata kama ni Muislamu, hata kama anafanya ibada, maana kukufuru ni kukataa tu, ni disobedience, kutokuwa mtiifu. Kwa hiyo kuna kufuru ya mila na kuna kufuru ambayo inaitwa ni kufuru ni'ma. Kufuru ya mila ni kule kuikana dini kabisa, ukasema hakuna Mungu, hakuna kufufuliwa, hakuna chochote, kama walivyofanya au walivyokuwa washirikina. Miungu yao ni ile ya haja ya dharura tu, wanaabudu kwa shida zao za duniani. Wanasema ukishakufa ndo mambo yameisha, hakuna tena kurudi wala kufufuliwa. Kwa hiyo huo ni ukafiri. Lakini huu ukafiri mwingine wa kukataa tu mambo madogo madogo unaitwa ni kufuru ni'ma. Unazikana neema za Mola wako. Naweza kuwa wewe shehe, lakini ukaambiwa jambo kwa msisitizo, ukasema mimi sioni umuhimu wake. Hata kama hukusema kwa maneno sioni umuhimu wake, vitendo vyako ni mzungumzaji mzuri zaidi. Vitendo ndio mzungumzaji mzuri zaidi kuliko maneno. Ukisikia hayya ala salah, hayya ala salah, halafu ukaitikia usema la haula wala quwwata illa billah, halafu usende ukaikosa ile sala ya jamaa kwa sababu uko dukani unauza, na hiyo pia ni aina ya kufuru. Umekataa, hukuitikia wito kwa sababu ya kizembe tu, ya kijinga tu. Umeona pesa muhimu zaidi kuliko kwenda kutekeleza faradhi ya Allah. Kwa hiyo Allah anasema kwa ujumla wake, innal ladhina kafaru biayati llahi, hakika ya watu wote wanaozikufuru aya za Allah. Aya imeelekeza jambo na maelekezo yake wewe yamekufikia, unafahamu, halafu ukafanya tofauti. Wanaozikufuru aya za Allah, yani jahadu biha, wamezipinga, wamepingana nazo, wa ankaruha, wakazikataa au wakazikana, waradduha bilbatil, badala ya kutekeleza wao wakafanya tofauti, hawakutekeleza. Wameziradi aya zilizoagiza mambo kwa kufanya tofauti, wakafanya batil. Kule kufuata ilivyotaka aya ndo haki, maana ndo kimeteremshwa kitabu kwa haki. Ukifanya tofauti, we ile haki umeigeuza ukafanya batil badala yake, ndo ulivyoitikia hivyo. Kwa hiyo wale wanaopingana wakaenda tofauti na maagizo ya aya za Allah, lahum adhabun shadid, ipo kwa ajili yao adhabu kali. Lahum adhabun azimun alimun fil akhirah, watapata adhabu kubwa yenye maumivu makali katika maisha yao ya kudumu ya akhira. Wallahu azizun dhu intiqam, na Allah ni mwenye nguvu ya kulipiza kisasi. Ishi utakavyoishi, lakini hivi unavyoishi ndiyo natija ya maisha yako yanayokuja baadaye. Kaja Jibril siku moja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akamwambia maneno haya: ya Muhammadun, ewe Muhammad, aish ma shi'ta fa innaka mayitun. Hapa duniani wewe ishi unavyopenda, jichagulie lifestyle utakayotaka mwenyewe, lakini usisahau wewe ni maiti. Maisha yako haya ni ya muda, siku zako kila siku zinapungua moja moja, kuna siku zinaisha, siku za kukaa hapa. Umekabiliwa na kifo. Kwa hiyo hakuambiwa Muhammad yeye kama Muhammad, hayo alikuwa anayajua na alikuwa makini na anachukua tahadhari. Ni ujumbe kwa wafuasi wa Muhammad: aish ma shi'ta, ishi utakavyo, ishi upendavyo. Fa innaka mayitun, wewe ni maiti. Yani wewe siku zako zinaliwa moja moja, umekabiliwa na kifo hapo mbele. Akamwambia wa'mal ma shi'ta. Watu wako busy hapa duniani, hakuna aliyekaa bure. Kila mtu kukicha na mambo yake yanafanya.
walahum a'malu min duni dhalika hum laha amilun. Watu wanazo amali zao tofauti wanafanya hapa duniani. Hasa akaambia i'mal ma shi'ta, katika activities zako za maisha hapa duniani fanya utakalo, lakini usisahau, liweke akilini, fa innaka majziyun bihi, lolote unalolifanya leo mbele huko unaenda kulipwa hilo. Kumbukumbu zipo na kila kitu kitahesabiwa, utakwenda kukuta hesabu yake. Kwa hiyo ujichagulie la kufanya, yasikufurahishe tu baadhi ya mambo kwa sababu ya maisha yako ya sasa. Ukifanya jambo likakufurahisha leo, likiwasilo litakwenda kukuliza muda mrefu huko mbele. Na mwenyewe Allah akasema falyadhaku qalilan waliyabku kathiran jazaan bima kanu yaamalun. Wache wacheke ndani ya muda mfupi wanaokaa hapa, wautumie vibaya kwa kujifurahisha wenyewe, wacheke. Falyadhaku qalilan, wache wacheke kidogo ndani ya muda mfupi wanaoishi hapa. Waliyabku kathiran, kicheko chao cha muda mfupi itakuja kuwaliza muda mrefu huko mbele. Kwa nini walie sana? Jazaan bima kanu yaamalun, kilio cha muda mrefu watakachokuja kulia ni malipo ya yale ambayo hapa duniani walifanya. Kwa hiyo i'mal ma shi'ta, wewe fanya utakacho, na kwa sababu possibility ya kufanya lile unalolitaka ipo, wewe utaenjoy maisha yako. Leo utafanya na kesho urudie tena, mtondogoo ufanye, siku zako ndo zinapungua hivyo. Zikisha watu wote watasema fulani katutoka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rekodi ya ulichokifanya ulipokuwa hai ndio inayokwenda kupigwa tathmini na ulipwe. Fanya utakacho, lakini hicho unachofanya leo ndo unachokwenda kulipwa kesho. Uwe makini. La tatu akaambiwa wa ahbib man shi'ta. Watu wana marafiki, wana wapenzi, wana wakubwa. Sasa wewe mpende unayemtaka hapa duniani, mpe moyo wako wote. Fa innaka mufariquhu, usisahau kuna siku utatengana naye. Kama aya zinasema kuna siku inakuja, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, siku ambayo mtu atamkimbia. Alfiraru ni kukimbia, yafirru min akhihi, mtu anamkimbia kaka yake, baba mmoja mama mmoja. Wa ummihi wa abihi, atamkimbia mama yake na baba yake. Ni watu ambao ilikuwa kwa kiasi kikubwa watafutane, wasaidiane. Siku hiyo hawatakani wala hawasaidiani. Wa sahibatihi wa banihi, mtu atamkimbia mwenziwe katika maisha. Kama ni mume atamkimbia mkewe, na mke atamkimbia mumewe. Na watoto pia mtu hana haja nao. Hakuna atakayekuwa na ujasiri asema nitafute wanangu, hebu angalau tufanye shura, tuangalie hii hali itakuwaje. Hawatafutani. Likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi, kila mtu kati ya watu siku hiyo ana jambo linamtosha mwenyewe, hataki aonane na mwingine. Atasema huyu ananiongezea kesi. Sasa kama familia watu hawatakani, watakuja kutakana watu walokutana kwenye ajira. Huyu bosi wangu, huyu muajiriwa wangu, huyu mtumishi wangu. Faidha nufikha fi suri, likishapulizwa baragumu ambalo watu wanafufuliwa wakatoka makaburini mwao, fala ansaba bainahum yauma idhin, hapa zingatiwi nasabu za watu baina yao siku hiyo. Wala yatasaalun, hata wao wenyewe wenye nasabu zao hawatotafutana, hawatoulizana, kila mmoja na lake. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, huyo mwenye lake, kila mmoja anakwenda kukuta orodha ya aliyoyafanya hapa duniani. Akipimiwa mambo yake, yatakapokuwa mema yake ni mazito kwenye mizani, hao ndo watakaokuwa wamefanikiwa. Allahumma ja'alna minhum. Waman khaffat mawazinuhu, na mtu atakapokuja kupimiwa mambo yake aliyoyafanya duniani, yakawa mema yake ni mepesi kwenye kipimo kuliko maovu,
faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, hao ndio waliokhasiri nafsi zao. Yani thamani ya muda waliopewa hapa wachume mema ya kwenda kulipwa huko, wameishia katika hasara, hawakupata ya kwenda kulipwa. Hasara hii waliisababisha wenyewe, khasiru anfusahum, wenyewe wamejitafutia hasara. Wa fi jahannama khalidun, na kwenye moto wa jahannam watakaa milele. Kwa hiyo ahbib man shita, mpende unayotaka kumpenda, mpe moyo wako na mapenzi yako yote hapa duniani. Fa innaka mufariquhu, kuna siku mtatengana, utatangulia wewe umwache au atatangulia yeye akwache, lakini kila mmoja huko mbele ya safari hamtotafutana, hamtakani. Kwa hiyo la kwako ni lile ambalo unaliandaa mwenyewe, likawa zuri likawa baya, hilo ni lako. Waalam, na ujue, akaambiwa waalam, na ujue, anna sharafa almu'min, sharafu, heshima na utukufu wa mtu mwenye imani, qiyamuhu billaili, pamoja na ibada za faradhi na za suna za mchana, basi atumie na wakati wa usiku ijapokuwa kidogo. Wamesifiwa watu wema siku ya Kiyama, Allah asema kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, hawa duniani sehemu ndogo ya usiku wao ndo walikuwa wanalala. Wa bil ashari hum yastaghfirun, wakati wa alfajiri wao wanautumia kila siku kuomba msamaha kwa makosa yao. Wameishi duniani all life long, muda walioishi tabia zao zilikuwa ni hizi, wanatahadhari, wanajituma kufanya mema na wanaogopa kufanya mabaya yatakayowaudhi huko mbele ya safari akhira. Kwa hiyo sharafu ya mtu mumin ni kusimama usiku, akautumia wakati wa usiku baina yake na Mola wake. Wa inna izzata almu'min, na ufahamu nguvu ya muumini, istighnauhu anin nasi, ni kujitosheleza, asiwategemee watu. Kwa hiyo wewe pasiwe na obstruction kazi yako, kati yako na Mola wako, usiweke obstruction katikati. Wewe Mola wako ndo awe juu, usiweke juu yako mwingine, ndo salama yako na heshima yako iko hapo. Hayo ndo maneno ambayo kaambiwa Mtume. Innal ladhina kafaru biayati llahi, hakika ya watu ambao hizi aya za Allah walizoletewa ziwaongoze wanazikufuru, hawazitendei haki, lahum adhabun shadidun, ipo adhabu kali dhidi yao au kwa ajili yao. Lahum adhabun azimun alimun fil akhirah, ipo kwa ajili yao adhabu kubwa yenye maumivu huko kwenye maisha ya akhira. Wallahu azizun dhu intiqam, na Allah ni mwenye nguvu ya kulipiza kisasi. Hakuna yoyote mbabe hapa duniani alafu akasema mimi nitafanya nitakavyo, na huko hawezi kunifanya chochote mmiliki wa siku hiyo. Allah ana nguvu. Al-azizu bimaana al-ghalibu alladhi la yughlab, yeye ni mwenye kushinda na hakuna atakayemshinda yoyote. Allahu ghalibun ala amrihi la yughlabu, Allah siku zote kwenye mambo yake yeye huwa mshindi tu, anashinda, hashindwi hata siku moja, na hakuna wa kumshinda Allah. Muntaqimun mimman asahu, lazima atalipiza kisasi kwa yule aliyemuasi. Yeye kataka vingine, wewe unafanya vingine, atalipiza tu. Yani makosa unayofanya lazima yakikutia hatiani, lazima upate adhabu, ndo maana yake. Muntaqimun, Allah atalipiza kisasi mimman asahu, kwa mtu aliyemuasi. Alivyotaka yeye hukufanya, hiyo itakuwa imekula kwako kama mnavyosema. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, Allah anajua kila kitu na anahifadhi kila kitu. Inna Allaha, hakika ya Allah, la yakhfa alayhi shay'un, hakuna kinachojificha kwake ikawa kimempotea, hakukiona, hakukisikia,
hakijui, kilifanywa mahala faragha. Fil ardi, sio kwenye ardhi, wala fi sama, wala mbinguni. Anayafahamu yanayotendeka mbinguni yote, na eneo la mbingu ni kubwa, pana mno, lina viumbe wengi. Idadi ya malaika ni kubwa kuliko idadi ya mchanganyiko wa majini na wanadamu wote. Allah anajua kwenye nafsi ya kila kiumbe wake, sio yanayofanywa tu hadharani, mpaka wanayoyafikiri kwenye nyoyo zao, kwenye nafsi zao, anayafahamu. Ndio kusema la yakhfa alaihi shay, hakuna ambacho kinajiri katika maeneo ya ulimwengu Allah akawa hakijui, kimefichikana kwake, si ardhini wala si mbinguni. La yaghibu, hakipotei kitu, wala yaghribu, wala hakiwi kipya kigeni akakishangaa hichi kinatoka wapi, kilianzaje. Ana ilmihi, kikawa kimekosekana katika ufahamu wake wa mambo yote yanayojua. Hakuna ambalo litakuwa limepotea au limechomoza yeye kwa kumshtukizia, hakulifahamu lilianzaanzaje mpaka likafikia hivi. Katika ufahamu wake wa mambo, minal umuri, katika mambo yanayojiri kwenye maeneo aliyoyaumba, anajua kila kitu. Sawaun minkum, ni mamoja kwenu nyinyi viumbe, man asarra alqawla wa man jahara bihi, yule anayenong'ona akafanya ni siri maneno yake, ni sawa sawa mbele ya Allah na yule anayesema maneno yake jahara, hadharani. Kusema siri na kusema jahara ni sawa sawa mbele ya Allah. Usije ukasema aliyesema siri ndo kesha mpiga chenga Allah hakusikia, hiyo ni sawa sawa. Waman huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar, na ni sawa sawa pia mbele ya Allah yule anayefanya mambo yake kwa kujificha na kiza cha usiku, ananyatia asionekane. Yule ni sawa sawa na anayefanya mambo yake mchana hadharani kweupe. Kwa hiyo Allah haathiriwi na kiza na mwangaza, au juu na chini, nje na ndani. Hivyo vitu kwenye uwezo wa Allah havina tofauti yoyote. Fahuwa mutali'un ala kulli ma fil kauni, Allah anayafahamu yanayojiri ulimwenguni yote. La takhfa alayhi khafiyatun, hakuna chochote mbele ya Allah kile ambacho nyinyi mnaona kina tabia ya kujificha cha siri, kwake yeye kikawa ni siri. Hakuna kwa Allah kitu ambacho kwake ni siri, vitu vyote viko wazi, anafahamu kila kitu. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami, yeye Allah ndiye anayekupeni nyinyi sura kwenye matumbo ya mama zenu kizani. Hivyo ulivyo, ukajiona huko vizuri, ukaoga, ukatia lotion zako, ukaweka pamba zako za gharama, ukasema nimetoka, niko vizuri. Umetengenezwa, basi angalau ilipaswa umshukuru. Ukishavaa vizuri ukapendeza, umshukuru aliyekuumba ukapendeza, sio umkufuru. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye yusawirukum, amekuwekeeni sura, shape na sura, fil arhami, mlipokuwa kwenye mifuko ya uzazi ya mama zenu. Tena akakupeni sura kaifa yashau, aliyotaka yeye. Hakuna mtu aliyepelekewa catalog akawa anatiki mimi nataka hii, au akaiedit sura akaiboresha nataka iwe hivi. Hakuna. Alivyotaka yeye muumba ndo alivyokufanya. Fi ayi suratin ma shaa rakabaka, sura aliyoitaka yeye ndo alokurekebisha nayo. Mmeifahamu hiyo eh? Nyote mmetokea kwenye mifuko ya uzazi ya mama zenu. Kwa hiyo uko tumboni kwa mama, huko kwa hala kizani ndiko ulikotengenezewa mfumo wa mishipa ya fahamu, mishipa ya kupitishia maji, damu, pumzi, mifupa na mambo mengine, na sura ya ukamilifu wako ukafanyiwa huko. Ukaja hapa complete, kila kitu ushatengenezewa.
Kwa hiyo umfahamu aliyekutoa huko mpaka ukawa hivi sasa huko hivyo ulivyo, bado anakugharamia mpaka hapo ulipo. Tangu ulipowekewa moyo ukawa una pampu damu, haujasita, mbona unafanya kazi. Kwa hivyo vitu vinasimamiwa, yupo anayekufanyeni muishi. Tangu mapafu yalivyoanza kupampu hewa, unaingiza na kutoa, hayajasita kufanya hiyo kazi, kwa maana hivyo vyombo vinavyofanya hiyo kazi vinasimamiwa. Lakini humfahamu anayekufanyia hayo, unajiona wewe tu, mimi kama mimi, nani kama mimi, basi ndo hivyo tu. Anakumbusha hapa Muumba kusema huwa alladhi, ni yeye Mola wenu anayetaka muabudie peke yake, ni yeye ambaye yusawirukum, anakupeni sura fil arhami, tangu mnapokuwa kwenye matumbo ya mama zenu, kaifa yashau, sura aliyoitaka yeye, namna alivyotaka yeye kukuumba ndivyo alivyokuumba. Yani yakhluqukum fi arhami ummahatikum, anakuumbeni kwenye matumbo ya mama zenu, kama yashau, kama anavyotaka yeye. Amekuumbeni kwenye matumbo ya mama zenu kama alivyotaka yeye. Min dhakarin au untha, aliyetaka amfanye mwanamme kamfanya mwanamme, aliyetaka kumfanya mwanamke kamleta mwanamke. Wa hasanun wa qabihun, aliyetoka handsome na aliyetoka ugly faced, kazi kaifanya yeye Allah. Utaenda kushtaki kwa nani sasa? Mimi ndo kaniumba vibaya, sikubali. Ukubali wewe, utafanyaje? Kakufanya alivyotaka yeye tumboni kwa mama. La ilaha illa huwa, eleweni nyinyi ni makhluqin, viumbe, na yupo khaliq wenu, nyinyi hamna mwingine wa kumwabudu ila yeye tu. La ilaha illa huwa, hapana ambapo nyinyi mfanye ibada zenu ila kwake, ibada mumwabudie yeye tu. Al-Azizul Hakim, Mola mwenye nguvu ya kufanya atakalo bila ya kukwazwa, na kila anachokifanya anakifanya kwa hikma ya hali ya juu. Taaluma ya hali ya juu inatumika kwenye kazi anazozifanya Allah. La rabbun siwahu, hakuna mola mwingine wa kuabudiwa na watu ila yeye. Mutafarridun bilwahdaniyati waluluhiyya, amepwekeka, ni yeye peke yake, na yeye ndiye ambaye anastahiki ibada za viumbe wake. Al-azizu fi mulkihi, yeye ni mwenye nguvu kwenye mamlaka yake, hakuna anayeweza akamkwaza kwa lolote. Al-hakimu fi sunaihi, anafanya kwa hikma kazi zake, kila anachokifanya Allah anakifanya kwa hikma ya hali ya juu. Wa fil ayati raddun ala nasara, aya hii ni jawabu kwa wanasara wa Kristo. Haithu da'u al-uluhiyata Isa, pale wanapodai uungu kwa Isa, wanapomdaia uungu Isa, sema Isa ndo Mungu mkuu na mwokozi wetu, hastahiki aliyezaliwa na mwanamke aitwe Mungu. Kaja mtoto mchanga kakuwa kama wanavyokuwa wengine, anasikia njaa na kiu na alikuwa anakula chakula na kunywa maji, halafu mseme ni Mungu? Ni kosa, ni kumvunjia heshima Allah subhanahu wa ta'ala. Fanabaha ta'ala, kwa hiyo kwenye aya hii anatanabahisha Allah mtukufu bikaunihi musawiran fi rahimi, kwamba yeye ndiye anayewapa shepu viumbe wanapokuwa kwenye matumbo ya mama zao. Wanaanzia kuumbwa huko kizani, wanakuja hapa washakamilika maumbo yao na sura zao. Wa annahu, na pia aya inatutambulisha kwamba la ya'lamu al-ghaiba ala annahu abdun ka ghairihi. Wa annahu, inatutanabahisha hii aya pia, la ya'lamu al-ghaiba, hakuna ajuaye mambo yaliyofichikana, mambo ya ghaibu.
ala annahu abdun kaghairihi, kwamba huyu Isa wanayemdaia ni Mungu ni mtumishi wa Allah, ni mtumwa wa Allah kama viumbe wengine tu, yani ni kiumbe kama viumbe wengine. Kwamba hana baba si hoja ya kwamba mtoto wa Mungu. Na Adam naye hana baba wala mama, kaumbwa binadamu kamili na ana akili yake timamu, kaongea maneno. Sasa kwa nini waseme Yesu mwana pekee wa Mungu? Si wangesema na Adamu basi, wasema angalau Mungu ana watoto wawili. Yesu anamjua mama yake Mariamu. Je, Adamu mama yake nani? Mungu alitembea na nani akapata mtoto Adamu? Ni hoja zilizomo kwenye aya zinazoonyesha kwamba Allah ndiye muweza wa kila kitu na vingine vyovyote ni kazi yake kaviumba. Kwa hiyo Isa ni mtumwa miongoni mwa watumwa wa Allah, au mtumishi miongoni mwa watumishi wa Allah, kaghairihi minal ibadi, kama waja wengine tu. Allah kaonyesha uwezo wake kwa kumuumba bila ya baba, kaja kwa kuzaliwa na mama, kizazi cha kawaida. Kwa hiyo sio mtoto wake wala hana hisa kwenye uungu, ni mwanadamu wa kawaida kama wanadamu wengine. Alif Lam Mim, Allah anajua zaidi maana na tafsiri ya hizo herufi. Allahu la ilaha illa hu, Allah hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila yeye. Alhayyul qayyum, yeye yuko hai milele hata kufa, na ndiye anayesimamia yote yanayojiri ulimwenguni. Ni kazi yake kaumba na anasimamia alivyoviumba. Nazzala alayka alkitaba bilhaqi, amekuteremshia ewe Muhammad mola wako huyu kitabu kwa haki, kitabu ambacho musaddiqan lima baina yadayhi, kinayasadikisha maneno ya vitabu vilivyotangulia kabla yake. Wa anzala taurata wal injil, Allah aliyekuteremshia kitabu hiki ndiye huyo ambaye ameteremsha kabla yake Taurati na Injil. Min qablu, kabla ya hii Qur'ani uliopewa vilishakuja vitabu hivyo, Taurati na Injil. Vitabu hivyo pamoja na hiki hudan linnasi, lengo lake ni muongozo kwa watu. Wa anzala alfurqan, na Allah aliyeshusha Taurati na Injil ndiye aliyeteremsha hii Qur'ani. Innal ladhina kafaru biayati llahi, kwa sababu hivi vyote ni mwongozo kwa watu. Watu wote walioishi hapa wakaukataa mwongozo wa Allah, wakaenda kinyume na hizo aya za Allah. Lahum adhabun shadidun, ipo kwa ajili yao adhabu kali. Wallahu azizun dhu intiqam, na Allah ni mwenye nguvu ya kulipiza kisasi. Unachokifanya leo atakuja kukulipa. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, Allah hakijifichi kwake, hakimpotei chochote, kiwe kidogo au kisichoonekana, mbinguni wala ardhini. Hakuna kitu ambacho Allah hakijui. Huwa alladhi yusawwiru fil arhami, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yashau, yeye Allah ndiye anayekupeni sura na umbo kwenye matumbo ya mama zenu vile atakavyo yeye, ndivyo alivyokuumbeni. Hivyo mlivyo ndo alivyotaka muwe tangu kwenye matumbo ya mama zenu. La ilaha illa huwa, hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila yeye. Al-azizul hakim, anaye nguvu na mwenye hikma. Wallahu a'lamu wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
amani. Yeye anaona kama mchana. Lakini pia kwa baadhi ya mashehe kufanya jambo kwa siri, kwa amali njema, amali mbaya, anakuja kulipa kwa siri. Kwa hiyo ni sahihi. Naam. Kwanza nijibu hilo. Ni kauli sahihi. Baadaye imamu akatoa salamu kwa mkutano. Baada ya maamuma wakamwambia hivi kwamba wewe umekwenda sijida moja, umekwenda sijida ya pili, ukatoa salamu. Wengine wakasema kwamba alete sijida sawi ile sala ile sawa. Wengine wakasema kuswali upya. Wengine wakaondoka wakasema shamba nzima. Wengine wakasema alete rakaa nzima. Ndivyo kuna pale kwa makanisa ya Kenya. Pembeni basi. Sasa hivi ili swala hii itengenezwe iwe vipi? Kwa vile Imam Baba alikuwa pale na watu wanakuja wale watu walikuwa karibu yake walifikiwa. Lakini kulikuwa kuna watu walikuwa wanashikwa ili hii swala itengenezwe iwe vipi? Ili na kwa kutengeneza sifa kusahau kupo. Sisi kama binadamu tunasahau, na Allah anasamehe mtu akifanya kosa kwa kusahau. Umenifahamu eh? Lakini ukisahau, ukikumbuka mwenyewe kama imamu kwenye sala kwa mfano kama huo, au ukakumbushwa na watu, hapa kuna mambo ya kufanya kurekebisha lile kosa lililosahauliwa. Mara nyingi ukifanya kosa kwenye sala, inategemea kosa lenyewe. Umeacha nguzo au rakaa, inabidi uirejeshe ile rakaa au nguzo. Halafu ndo unaunga pale ulipofanya mistake kwa sijida tusahwi. Halafu inakuwa sala isharekebishika, haina tatizo. Lakini inawezekana imamu aliyeswali akatokezewa na hilo kosa, hata utaratibu wa kuileta hiyo sijida tusahwi haujui, na maamuma nao wakawa vile vile hawana elimu inayofanana. Kila mmoja ndo kama hivyo anakuja na rai yake. Sasa inakuwa ni mkorogeko. Kuna kisa, yani ni hadithi, na mara nyingi ukisikia jambo limefanyika kwa Mtume, hata kama ni sahau, linakuwa linakusudiwa ni somo kwa watu. Mtume aliswali sala ya hizi rakaa 4, sala za mchana hizi, aidha adhuhuri au alasiri. Baada ya rakaa 2 akatoa salamu, kaswali rakaa 2. Baada ya takbiratul ihram kapiga rakaa ya kwanza, kanyanyuka kaswali rakaa ya pili, halafu akatoa salamu akilini mwake kwamba ndo kishamaliza rakaa 4. Kilichotokea baada ya kutoa salamu, suranu nasi, wale watu wanaowaiwai wao wakachomoka misikitini, tena huku wanasema alhamdulillah kusirati sala ishapunguzwa, sasa hivi rakaa 2 tu. Au wametoka wakaenda zao. Ndio hicho unachosema, ndio hivyo hivyo. Ukifanya jambo kwenye kundi, watakuwa tu watu wa aina nyingi na watajitokeza. Umenifahamu eh? Kwa hiyo suranu nasi wakatoka na huku wanashukuru, wanasema kusirati salatu, sala kuanzia leo hii rakaa 4 ishapunguzwa 2 tu. 2 tu mwanangu. Wao wakatoka wakaenda zao, hawahoji wala nini. Waliobakia msikitini sasa wakawa wanaongea, na unajua watu wakiongea kwa siri na kwa kama mngurumo fulani,
Sasa Mtume kakaa, ile hali haielewi. Watu wanajadili sasa, wanaojadili wasema sala imepunguzwa, wengine wasema Mtume kasahau. Itakuwa wasema haiwezekani Mtume kusahau, Mtume hata akasahau, itakuwa imepunguzwa. Sasa kuna mtu mmoja mle msikitini anaitwa Dhulyadaini, yeye kidogo alikuwa na Mtume wako karibu, ni mtu wa matani. Si unajua kwenye jamii wanatokezea watu hawamheshimu mtu, wanamtania mtu yeyote. Kwa hiyo Dhulyadaini alikuwa anamtania Mtume wakati wote, na Mtume naye wakati mwingine huwa anamtania, kwa sababu Mtume alikuwa ni mtu wa watu. Naona Dhulyadaini akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, akusirati salatu amna sita? Maana ndo mjadala ulokuwemo mle msikitini. Na kuuliza, hii sala kuanzia leo imepunguzwa au wewe umesahau? Mtume akasema, ma kusirati salatu wa ma nasitu, sala haijapunguzwa wala mimi sijasahau kitu, nimemaliza tu vizuri sala. Unaona? Akamwambia Dhulyadaini, bal sallaita bina rak'ataini, umetuswalisha swala yetu hii rakaa 2 tu, na hii si tumezoea rakaa 4. Mtume alipoambiwa umeswali rakaa 2, akasimama tena kwenye mihrab, watu wakajipanga safu, akaswali rakaa 2 zilizobakia. Baada ya kusali rakaa 2 kakaa tahiyatu, halafu akaenda sijida 2 za kusahau baada ya salamu. Yani kakaa tahiyatu, akatoa salamu, halafu ndo akaleta sijida 2 za kusahau. Umenifahamu? Hapo tena wengine wakatoa fatwa zao kwenye vitabu vya fiki, wanasema ikiwa umelikumbuka lile jambo ambalo umelikosea ndani ya sala baada ya kutoka kwenye sala, kama hivi alivyofanya Mtume, yani kishatoka kwenye sala kaongea na watu, akarejesha rakaa 2 tu, sio sala nzima. Zile rakaa 2 ambazo hazikupatikanwa kazileta, alafu ndo akatoa salamu baada ya tahiyatu, akaleta sijida 2 za kusahau. Wakasema hivyo wengine, fatwa yao hii, kama utalikumbuka ulilolikosea baada ya kutoa salamu na ukasema maneno mengine ya kidunia, basi unarejesha lile ulilolisahau, halafu unatoa salamu baada ya tashahudi, ukesha ndo unaleta sijida 2 za kusahau. Lakini ukilikumbuka mle ndani ya sala, unabidi ukesha kaa tahiyatu, kabla ya kutoa salamu ulete sijida 2 ndo utoe salamu. Umenifahamu? Kwa hiyo mambo kama haya ni ya kawaida, binadamu hukosea, usahau. Wakati mwingine ndo hivyo, nyumbani umeondoka, umeulizwa sasa mchana shauri gani, unaambia ngojeni nirudi. Sasa mpaka unaswali ya dhuhuri, shauri bado halijakaa sawa, wewe unafikiri utaswali, alafu watu wanakuona wewe ndo imamu, unakaa mbele, kichwa kina migogoro kibao. Haya mambo yanatokea, tunatakiwa tupitie kidogo hivi vitabu miongozo nini kifanyike kwenye masala kama hayo, imo tumbona kwenye vitabu. Wallahu a'lam. Unaleta dhikri ile ya kawaida tu, subhana rabbiyal a'la, kama kawaida. Dhikri ya kwenye sijida ni ile unaileta. Hizo nyingine huwa zina migogoro na watu wafani ya hadithi, wanasema hadithi zake hazina ushahidi, dhaifu au vipi. Sasa dhikri ya mahala pa sijida ni ile ambayo unaileta kwenye sala yako ya kawaida, na dhikri kwenye ya rukuu ni ile ambayo inakuwepo katika rukuu ya kawaida. Ukiswali faradhi, ukiswali suna, ukileta kwenye sijida kama hiyo, unaleta dhikri ile. Wallahu a'lam. Mnanchosha mjue. Haya, twende. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi swali langu lipo katika aya ya 3 tuliyosoma leo. Aya inasema, baada billahi minash shaitani rajim, nazzala alayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata. Swali liko kwenye musaddiqan lima bayna yadayhi, kwamba Qur'ani hii inasadikisha vile vitabu vilivyopita
kabla ya. Sasa nauliza hili swali, unaweza na wewe ukaniuliza swali lakini nikashindwa kujibu. Hili swali hapa tukuuliza. Lakini nataka huu moyo wangu utulizane. Na natumai kwamba nitapata utulizanifu wa nafsi yangu. Kwamba kwenye Qur'ani ndio inasadikisha vitabu vilivyopita. Lakini napata kusikia kwamba vitabu na sheria ambazo zilikuwa zipo kwenye vitabu vilivyopita, lakini katika Qur'ani sheria zile zimebadilishwa. Sasa hapa ndo napokuwa najiuliza, vipi hii Qur'ani inasadikisha yale yaliyokuwa kwenye vitabu vilivyopita wakati kuna mambo tayari yalikwisha kubadilishwa? Yaani Allah aliyateremsha kwa mtindo mwingine au kwa sheria nyingine au kwa namna nyingine. Yaani kwa mfano kwa masala yetu ya kidunia hapa, mtu alifanya kosa la jinai kwa sharia iliyotungwa 1893 wakati wa ukoloni, akenda mahakamani na akahukumiwa. Tukaja tukatunga sisi sharia nyingine kwa kosa kama lile mwaka 1965 baada ya uhuru. Tutasema hukumu iliyopitishwa kule nyuma ilikuwa ni batil? Tunaikataa? Itakuwa sio batil kwa sababu wakati ule ilikuwa ipo na inakubalika na basi ndo kusadikisha kilichopita huko nyuma. Yaliyofanyika huko nyuma yote ni right. Hatupingi hata kimoja. Hatuwezi kusema Musa alikuwa dikteta, alikuwa na sharia ngumu, kafanya hivi na hivi. Yaliyofanyika, yaliyotumika yote yako sawa. Ulikuwepo tuliposoma suratul Baqara habari ya kubadilisha kibla. Mwanzo wa Islamu Madina walikuwa wanaswali kuelekea Baitul Maqdis. Ulikuwepo? Halafu ikaja ikaletwa agizo wabadilishe kibla waelekee Maka. Je, zoezi la swala zao walizoelekea Baitul Maqdis zimefutwa zile, waanze tena upya? It was right. Kile walichokifanya kinasadikishwa na hii amri ya pili pia. Kwa hiyo vyote vilivyokuja kule ni sawa na vina manufaa kwa wale ambao walivifanyia kazi. Qur'ani yetu hii haijasema waliambiwa Banu Israeli faktulu anfusakum. Ilikuwa ni toba ya nini ile? Ya kushirikisha. Je, sisi tumeambiwa tukishirikisha tuuane? Kwa hiyo ile inatambulika na hii inatambulika. You get my point? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim wa najjina minal hammi wal ghammi wal karbil azim وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.